Good morning to all. As we are all gathered here today, it's just a very, very sad morning as we have all woken up to this disaster. And as you have heard from the two cabinet secretaries of Education and of Interior, we are all working together, both the county government as well as the national government, so that we can make sure that we stand in the gap for these parents. It's really a huge disaster that this morning. And what I can see, or what is happening right now, is also the pairing of the parents with the students who are here, so that at least from that point, we are able to then move to the next level. And as the Cabinet Secretary has said, there is also counseling that's happening or that's available here, as we continue praying for those in the hospital so that they can heal and providing care and services for them. But also as we continue now to the more difficult part, which is figuring out the ones who have lost their lives, as well as informing the families once we get to that point. So as we stand here, we stand in solidarity with the parents, with the school, with the wonderful people of Kenya, the families and the friends and everybody. And as a government together, we are working to make sure that everything that needs to be done is done. And as you have heard, we also have the Director of Criminal Investigations and his team, because it's also important to get to the bottom of what caused the fire so that we can make sure that it does not happen in the future anywhere else. So asanteni sana, and we continue working on it. Karibu Mheshimiwa Wangari. Asante sana. Nafikiri leo imekuwa siku ya huzuni sana. Tuliweza kuamkia mkasa wa moto takriban saa 7 ya usiku, na kama ilivyoelezewa na mawaziri na gavana, tumekuja hapa kwanza kusimama na familia, hasa zile ambazo zimeweza kuathirika. Na hii shule ni shule ya ngazi ya kimataifa na iliweza kuanzishwa mwaka wa 2020, ikaweza kukua na ilikuwa na watoto, sasa imefikisha watoto 815 na watano. Lakini wale walikuwa kwa shule ni 808, na kwa lile bweni la kulala kulikuwa na watoto takriban 200. Na katika hafla hiyo ya moto, ingawa wazima moto walijaribu kufika, tunashukuru sana wale waliofika wa kwanza. Anti-stock theft walikuwa hapa, tulikuwa na NYS walikuwa hapa, tulikuwa na zimamoto ya county iliyotoka kule Naivasha ilifika hapa, na waliweza kujaribu kabisa kuzima moto. Lakini kwa bahati mbaya na kwa huzuni sana, tukaweza kupoteza watoto wetu, takriban watoto 16. Watoto 7 wako hospitalini, lakini wale wengi zaidi ya watoto 700 wanaweza kushikanishwa na wazazi wao waweze kuondoka, ndio tuweze kupatia hata nafasi wale teams ambao wanafanya uchunguzi, wale ambao wamekuja hapa kuchukua chembechembe sababu ya kufanya DNA, sababu unajua kwa mikasa ya moto inakuwa iko na shida ya kuweza kutambua hata ni nani ambaye ameweza kutuacha. Kwa hivyo tutakuwa tukifanya hivyo, na tukifanya hivyo tutaomba hata wale ambao ni wananchi wa Gilgil, tutakuwa tukipunguza wingi wa watu kwa shule, ndio tuhakikishe kwamba tumepunguza umati ambao uko hapa. Tupatie maafisa wetu wa DCI, wale wa Ministry of Health, wale wa Education waweze kufanya uchunguzi na waweze kupeana njia ama mwelekeo. Lakini la muhimu sana, ni huzuni sana sababu nafikiri hili si jambo ambalo limetokea mara ya kwanza. Tulikuwa Endarasha, juzi tumekuwa na mtoto Faiza hapa Gilgil Hills, tumepeleka mpaka kwenye bunge. Na nafikiri sasa mahali tutatoka ni tukufanya uchunguzi. Ukishafanywa, sisi kama viongozi lazima tuwajibike kuhakikisha kwamba imetekelezwa kwa mashule yetu. Tusikue tunakuja wakati mkasa umeshatokea, tukue tunakuwa proactive. Ile inspection ya shule inafanyika, ndio tunajua mambo gani. Lakini kwa sasa hatutaki tuseme mengi, tunasema tu pole makiwa kwa jamii na familia za wale watoto wetu wameweza kutuacha, na sisi tuko hapa. Red Cross wako hapa na tunawashukuru, walikuwa wa kwanza kufika pia, na wako na nambari ya simu ambayo haina malipo 1199, unaweza ukapiga na ukaweza kupata usaidizi, sio tu wa kujua mtoto wako vipi, hata kupewa counseling ama kupewa mawaidha ya kuweza kukubali. Na nafikiri baada ya hapo tutakuwa tukiweza kupeana ushauri mwingine ama kuweza kuongelesha wanahabari later in the day, ndio tuwapatie vile tumefanya na zile hatua ambazo tumechukua. Asanteni sana.